Inasemaje? Warumi 1:4 inasemaje? Na kwa kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa kudhihirisha kwa uweza kuwa mwana wa Mungu, kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. 5 inasemaje? Ambaye katika yeye tulipokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake. Haleluya, Bwana asifiwe. Yesu ameenda msalabani. Haleluya. Lakini baadaye amekuja amejidhihirisha kwa ufufuo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anapojidhihirisha kwa ufufuo, yeye ametoka ndani ya kwamba ukweli anakupruvia kifo kiko. Amen. Yesu anaprove kifo kipo, lakini ni maamuzi yako ukatae kifo ama upendane kifo. Bwana asifiwe. Yaani maamuzi yako ukubali mauti na kuzimu ama ukatae. Bwana asifiwe. Kukataa ni kusaliwa mara ya pili na kufanya watu kwa wanafunzi wa Yesu na kupata njia za Yesu. Bwana asifiwe. Si ambayo tunakaa tunasema kwa vile tunaweza tukakaa tukahubiri leo Jumapili, lakini kesho kutwa kwa vile kuna siku 6 mbele tunaweza fanya tusarakazi zetu. Imefika kiwango cha wewe mwenyewe binafsi, si kwa kushurutishwa, si kwa kulazimishwa, utafute Bwana Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Inasemaje? Ile mstari wa 25, Warumi 4:25. Ambaye inasemaje? Maana hajiri ni kama hapana. Ile mstari wa 25 ambaye inasema ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu kufufuka si kwa ajili ya faida yake binafsi. Haleluya. Yesu kufufuliwa si kwa ajili yake binafsi. Anafufuliwa ili sisi tufanyike kuwa wake. Bwana asifiwe. Kwa njia ya neema Yesu amefufuka ili sisi tupate faida. Bwana asifiwe. Lakini kunao watu tunaoishi ya kwamba Yesu amekufa na akafufuka, lakini wao hawaoni thamani yote kuhusu kifo cha Yesu na kuhusu kufufuka kwake. Bwana asifiwe. Kile kitu ambacho tunaangalia kwamba walakini wapendwa, Bwana asifiwe, ambaye aliyefufuka alifufuka kwa faida yetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anapofufuka kwa faida yetu inamaanisha kwamba hatuko tena chini ya dhambi, hatuko tena chini ya mauti, hatuko tena chini ya vifungo vyovyote, kwa maana yeye ambaye ni baba yetu ametushindia kifo na mauti. Bwana asifiwe. Kama kuna mtu ananielewa. Bwana asifiwe. Hakuna hukumu yoyote iliyo mbele. Hakuna hukumu yoyote iliyo mbele yetu ambaye inaweza ikawa hai kupitia Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haiwezi ikakuwa hai mbele ya Mkristo. Bwana asifiwe. Kwa maana mtangulizi alitangulia na akaishinda. Kwa hivyo kama alishinda ile malaria, wewe pato utapita ndani. Bwana asifiwe. Kama alishinda mauti, pato tutapita ndani. Kama alishinda njaa, tutapita ndani. Kama alishindwa kupikwa viboko, tutapita ndani. Haleluya. Kama yeye alikuwa mwanzo na mwisho, na hata sisi ni washindi. Haleluya. Bwana asifiwe. So yeye kusulubiwa kwake na kutoka ndani ya mauti, faida kuu ni faida yetu. Bwana asifiwe. Zamani sisi tulikuwa chini ya dhambi, tumehukumiwa katika dhambi, lakini alipokufa na kuvuka, sisi tumepokea neema ya bure. Bwana asifiwe.
tunapoongelea kitu kinaitwa neema tu ama neema, tupange mipaka na akili kidogo pale. Bwana asifiwe. Tumefika Ukristo tusioelewa. Tumesema kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo tutashinda kwa neema. Bwana asifiwe. Tutaishi kwa neema. Bwana asifiwe. Tutakula kwa neema, tutakaa kwa neema. Bwana asifiwe. Neema iko kwa milango yako. Neema iko kwa mikono ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana tulilala wote, neema ikakupendelea ndugu Adam, ukaamka. Lakini wewe ulalia kitanda mbaya, madrasi mbaya, usiku punguni zimekuuma, baridi hauna blanketi, na kuna mtu amelala kwa madrasi, unaiweka ukuta, unafinya pato, yenyewe inainuka kwa kitanda. Bwana asifiwe. Lakini hiyo neema yenye uko nayo kupumua, yeye hiyo neema haichampata. Tunapoumia mwili imetolewa mambo yote kwa moja. So neema upendelea. Bwana asifiwe. Kuna mtu anatembea katika dunia, neema ni kitu cha upendeleo. Bwana asifiwe. Kwa maana kuna wengi wanatembea, wengi wametangulia na wamesimama, lakini neema ya Mungu haiko ndani. Kile unakuta huko tuna neema. Wakati wenzako wanakosa kazi, wanalala nje, wewe neema kanatokelezea, unatembea kwa njia, unachukua kota 200. Ukishayokota unasema na katika hii karne kuna mtu pata anaangusha pesa. Bwana asifiwe. Yaani unajiuliza kabisa, umeokota huko nayo kwa mkono. Sema kabisa, kuna mtu pata anaangusha pesa kwa hizo gari ya Ruto. Bwana asifiwe. Neema imekupendelea. Bwana asifiwe. So Yesu alikufa na akafufuka, na kufufuka kwake ni kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Nasemaje inayofuata? Wakorintho wa 2:5-17. Inasemaje? Wakorintho wa 2:5. Nasemaje? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma